Karibuni na ujambo mtazamaji pia msikilizaji wa channel yako pendelevu Kuna Nini News. Kuna Nini News ni channel yako TV online iliyo na makao yake huko nchini Uingereza. Tunakuletea habari za mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, habari za kanda kama vile zile za kimataifa. Mnaweza kutufuata vile vile kwenye ukurasa wetu wa Facebook, andika Kuna Nini News. Leo ni siku ya Alhamisi ya tarehe Februari 12 mwaka wa 2026. Haya ni matangazo yetu ya asubuhi. Katika ile tumekuandalia mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News ni kwamba wakimbizi wanaopatikana nchini Burundi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, haswa wale ambao walikimbia vita vya M23 huko Uvira na Fizi, walalama na kutaka warejeshwe nchini kwao nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News na kuomba andamane nasi tangu mwanzo hadi mwisho. Hivi tutakwenda kuungana na bwana Kelve Bwija ambaye mwenyewe atatupatia picha kamilifu kuhusiana na hali hii. Ila nakuomba wewe ambaye bado hujasubscribe, kabla tuendelee, tafadhali huu ni muda wako, usikose kujiabone, usikose kulike, usikose kuacha comment yako na kutuandikia mahali ulipo, na kwa mwisho usikose kushare, yaani kupartage, kuwasambazia wengine. Huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwetu na itatupelekea sisi kuja kesho kwa kishindo zaidi. Mtazamaji pia msikilizaji, kumbuka kwamba mwezi wa 12 mwaka wa 2025 tarehe 10 M23 na washirika wao AFC ADF jeshi la Rwanda waliingia katika mji wa Uvira huko mkoa wa Kivu ya Kusini, na ni Uvira ambayo kwa sasa ni makao ya muda ya mkoa huo wa Kivu ya Kusini. Wakati kuliripotiwa hali ya kusonga mbele kwa M23, wakimbizi wengi walitoka katika mji wa Uvira na kukimbilia katika mji wa nchi jirani, mji wa Bujumbura kumrazi, kwenye nchi jirani ya Burundi. Hilo lilikuwa ni wimbi la kwanza, lakini kumbuka hapa kwamba kulikuwa vile vile wimbi la pili wakati kulikuwa mapambano sehemu za Makobola, na ikaonekana kwamba huenda M23 ina mpango wa kuingia hadi Fizi. Hiyo ikaleta wasiwasi mkubwa katika maeneo ya Fizi, ikapelekea wakaji wengi kuyama makazi yao. Wengi wakavuka ziwa Tanganyika, wamoja wakikimbilia kwenye kisiwa cha Ubwari, na wengine wakavuka kwenda nchini Tanzania, na wengine wakaenda nchini Burundi. Wale ambao wanapatikana nchini Burundi wana haja warejee nchini kwao kutokana na huduma ambayo hii stahili. Hivi wataka serikali ifanye kile wawezalo warejee nchini mwao. Ikumbukwe hapa kwamba tangu walipoondoka mji wa Uvira M23 kutokana na shinikizo za Marekani, serikali ya mkoa ambayo ilikuwa ikihamia mjini Baraka na wale wakuu viongozi wao ambao walikuwa nchini Burundi walirejea katika mji huo wa Uvira, wakitangazia wakahaji na wakimbizi kwamba wasubiri, mara mambo yatakapowekwa wote kwa usawa watawatangazia ili waweze kurejea rasmi. Lakini kufikia sasa isifahamike tayari wameruhusiwa au bado, lakini wao wenyewe wameanza kudai wataka warejee nchini mwao Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, haswa wale wanaopatikana katika nchi ya Burundi. Bila ya kwenda mbali, tunamwalika hapa bwana Kelve Bwija ambaye ni mratibu wa asasi za kiraia kitengo cha Sosiko DRC, ambaye anatujia hapa na mtazamo huu na maelezo haya. Asante sana mtangazaji, paraporo ya maswali ambao umeuliza. Unajua kama depuis le 9 mwezi wa 12 na le 8 njo wa Kongomani wamekimbilia wengi Burundi, walikuwa wakimbia adui M23 ambao wameshika mji wa Uvira. Utafahamu kama mpaka hivi wakati wakimbizi wamekimbilia nchi ya Burundi, wamewekewa masite de transit ya wakimbizi na wakawekewa pia mumaka de refugie za wakimbizi. Mpaka hivi wanaendelea kupitia maisha makali, maafa kila wakati, na kwa sasa utafahamu kama idadi kubwa imeisha fariki, na kwa sasa wengi wanaanza kuhitaji kurudi nyumbani. Kiajabu wa autorite burundeze na aser haipendi
kupatia wakimbizi wa Kongomani njia ya kurudia nchini mwao, na tunaelewa kama inaonekana kama nchi ya Burundi nayo iko inafaidika mwa uwepo wa wakimbizi wa Kongomani hapa Burundi. Pia iko naonekana kama HCR haijamaliza kulipa nchi ya Burundi idadi cha pesa, na ile ni mambo tunaendelea kuregrete, kusema tu wakuu viongozi wetu, gavana, serikali ya Kinshasa na wapartenere fulani waangalie si watasaidia. Pia wanabunge wetu jimboni na kitaifa waangalie si wanaweza kufanya kwa ajili ya kurahisisha wakimbizi purke warudie nyumbani kwao mji Uvira. Utafahamu kama kuna wakati tulikuwa tunahesabu idadi ya watu 7, watu 8 wakifariki kuma kambi fulani, kuma site de transit fulani, wamoja wako wanaendelea kunyanyasiwa. Ile ni mambo tunaendelea kukondane. Jana fasi ambayo inaitiwa kushanike, kuna wakongomani ambao wamejikuta wako pale, walikuwa wanatafuta usafiri warudie. Wengi walikuwa ni walimu, waganga na wenye wanajihusisha na biashara ndogo, wakakataziwa wasirudie nchini mwao Kongo. Na kuna mwanabunge hata mmoja ameweza kumchaguliwa wa Fizi jimboni, ameweza hata kuwa arete na askari polisi mjini Burundi. Ile tumekondane na kusema kama waendelee kuangalia si watakolabore na watu kaza wa kaza, kwani nchi ya Kongo na ya Burundi zinatumika collaboration. Ujumbe wetu ni kusema tu kama wananchi wa Kongomani waendelee kuvumilia mpaka siku manani itafunguliwa, boda itafunguliwa purke wareganye nchi yao kwa hali nzuri. Na ni kufikia hapo, mtazamaji pia msikilizaji, sina cha ziada, na kuomba wewe ambao bado ulikuwa hujasubscribe, huu ni muda wako, usiondoke kabla hujafanya hivyo, yaani kujiunga nasi, kuacha komenti yako, kulike na kuwasambazia wengine. Huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwetu na itatupelekea sisi kuja kesho kwa kishindo zaidi. Hadi tutakapokutana tena hewani, nasema asante kwa kuipenda channel yako hii Kuna Nini News.